Mungu hajatuita tuhubiri mafanikio. Mafanikio ni sehemu ya warithi. Unapotoka hapa unaenda kumhubiria mtu ambaye ana fedha za ndagu. Kuna fedha za ndagu za uchawi na uganga. Unamwambia njoo kanisani ili upate gari kali, nyumba kali. Sasa kucheka. Injili ya njoo kanisani ufanikiwe, njoo kanisani upate ndoa, kuna sehemu ina expire. Kuna watu wapo kwenye ndoa na wanamtukana Yesu Kristo na waneni kwa lugha mpya, ila ndoa zao zina amani na ni nzuri na wana familia nzuri tu. Kuna watu wana fedha na mali na wanamtukana huyu Yesu Kristo. Kwa kinachotuleta kanisani sio fedha, sio vitu, ni mahusiano yetu sisi na Mungu na uzima wa milele. Wengi leo tunaacha kuhubiri injili ya kweli, tunaacha kuisikia injili ya kweli. Paulo mtume ameandikia makanisa na ameandikia watumishi wa Mungu, amesema nyakati za mwisho watu masikio yao yatakuwa yanawasha, yanataka habari ambazo zitakuwa zinawatekenya, zinawafurahisha huku ndani ya mioyo yao. Watakuwa wanataka kusikia mambo wanayotaka kusikia wao, na sio mambo ambayo Mungu anataka wao wasikie.